Akizungumza katika zoezi hilo, mkurugenzi wa baraza la mji Wete Shuena Hamad Ali uko katika nyumba za maendeleo Mtemani amesema lengo la zoezi hilo ni kufanya mji wa Wete kuongezeka kuwa na haiba nzuri pamoja na kupisha miundombinu ya barabara. Tumeamua kwa maksudi kufanya usafi, kuondoa makontena yote haya na mabanda ambayo yalitelekezwa, lakini pia na matofali na maeneo yote yaliyosalia pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kupisha kwanza ujenzi wa barabara, lakini pia na kusafisha mji wetu ili uweze kukaa katika mazingira ambayo ni sahihi, mazingira ya usafi, lakini pia na mazingira ya kupendeza, kwa sababu hapa ndio kitovu kikuu cha mji wa Wete kwenye haya majumba makubwa. Palikuwa na makontena mengi yamekaa, lakini hayakuruhusika kukaa. Kwa hiyo badala ya serikali kuona iko haja ya kuondoa, yaliondoka, lakini leo hii tumeona tuwafanye usafi moja kwa moja. Aidha, mkurugenzi Shuena ameeleza maamuzi yaliyofanywa na serikali sio kwa lengo la kumkandamiza mwananchi, bali ni kufikisha huduma bora. Hivyo amewashauri wajasiriamali kulitumia soko la Kifumbikai katika uendeshaji wa shughuli zao. Kwa wananchi wenzangu kwamba hili jambo linalofanya ni serikali ni jambo jema, na serikali haikufanya jambo hili kwamba linawaonea, hapana. Hili serikali limefanya kwa ajili ya kuweka mji wetu safi, lakini hata hivyo milango ipo Kifumbikai, tuna milango 52 ipo, kwa hiyo tunawakaribisha. Nao wananchi waliofika maeneo hayo ambao walikuwa ni wafanya biashara katika eneo hilo, ndugu Ahmad Hakum pamoja na Sharif Aladini wameeleza. Kwa hiyo operation hii si kama mimi nasema ni mbaya, ni nzuri, lakini mji ni wetu sote. Unapoweka mji katika mazingira mazuri, basi mji unapendeza. Nimelishukuru sana baraza la mji likishirikiana na mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya kufanya huu uchunguzi na utafiti wa kuweka majengo mazuri ili yakuweze kuvutia, na hasa maeneo ya majumba kubwa na uvunjaji wa maeneo ya majumbani pembezoni mwa barabara. Nimepokea vizuri kutokana na kwamba hali ya mazingira na ya usafi yanaendana na hali ya mji ambavyo ulivyo mji wa Wete. Na upande mwingine pia tulikuwa tunaomba kama kutokuwa kuna uwezekano wa kupatiwa eneo ambalo ni zuri kwa biashara ambazo tulikuwa tunafanyia maeneo haya, ili tuweze kujiendeleza na ile kodi ambayo tutakayopewa pale iwe ni nafuu, ili iweze kujali kile biashara ambayo tulikuwa tunaifanya. Ombi letu ni hilo, lakini pia tulikuwa tunaomba mambo ya leseni pia tupunguziwe, na mambo ya kodi baadhi ya sekta nyingine tupunguziwe. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.